Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, tuweze kuendelea kuangazia tetesi za usajili zilizojiri Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 19 Machi. Kwanza kabisa unakaribishwa uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe, lakini pia tunakukaribisha uweze kufollow upande wa TikTok kwa kubonyeza alama ya jumlisha au neno follow. Tuanze na kule Arsenal the Gunners. Inasemekana kwamba klabu ya Arsenal imepata ushindani kutoka kwa Juventus katika zile mbio zao za kumsajili kiungo raia wa Ujerumani au kiungo kimataifa wa Ujerumani Leon Goretzka kutoka klabu ya Bayern Munich. Klabu ya Arsenal mwanzoni walikuwa peke yao kwenye jitihada za kumnasa Goretzka, ambaye ilikuwa na uwezo wa kumpata huru kwa sababu mkataba wake unaisha msimu wa joto mara baada ya ligi kumalizika kule Bundesliga. Lakini klabu ile ya Juventus wameibuka na kusema na wao pia wanamuhitaji Goretzka. Hivyo Goretzka atakuwa na machaguo mawili, either kwenda Arsenal au kwenda kule Italy kuendelea kuwatumikia Juventus. Kwingineko, klabu ya AC Milan wanamtazama mshambuliaji wa Jamhuri ya Ireland Troy Parrott wakati wa kiangazi, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 akiwa na thamani ya takriban £25 milioni 25 kutoka Al Ahly. Ni mmoja wa wachezaji wazuri ambao wanakuja kwa kasi kwenye soka la Ulaya, na ndio maana klabu hii imeweza kuona namna ya kuweza kuinasa saini yake. Kwingineko, klabu ya Manchester City inaweza kumruhusu winga wa Brazil Savinho mwenye umri wa miaka 21 msimu wa joto, huku klabu ya Tottenham Hotspur ambao wanajikwamua na mbio za kutokushuka daraja wakimhitaji Savinho ili kuweza kuimarisha makali ya kikosi chao msimu ujao kama watasalia ligi kuu ya Uingereza. Tukienda paka kule tena Juventus inamtaka kiungo wakati wa Manchester City na Mreno Bernardo Silva ambaye ana umri wa miaka 31 kutoka klabu ya Manchester City, na Juventus wameona wageukie kwa Bernardo Silva kama mbadala wa Sandro Tonali ambaye wamejitoa kwenye mbio za kumhitaji Sandro Tonali. Hiyo ni mara baada ya kuona klabu ya Manchester United na klabu ya Arsenal zote zikimpania kwa 100% kiungo huyo Sandro Tonali, na hususan Manchester United ndiye ambayo inasemekana kwa sasa wanaongoza rada za kumnasa Sandro Tonali, ila klabu ya Newcastle imewaambia wawakilishi wa Manchester United kwamba kama wanamtaka Sandro Tonali wanapaswa kuweza kutoa kiasi cha shilingi euro milioni 100. Je, Manchester United watamudu hiyo gharama? Tutaendelea kujulishana. Kwingineko, klabu ya Borussia Dortmund wanaamini kuwa wanaweza kumshawishi mchezaji wao wa zamani Jadon Sancho kuweza kurejea tena na kumsajili kwa mara ya tatu. Mchezaji huyo ambaye mwanzoni alianzia soka pale Dortmund akaondoka na kuja kujiunga na Manchester United, makali yake akashindwa kuonekana, akaenda klabu ya Chelsea kwa mkopo, baadaye tena akaenda pale Bundesliga kwa mkopo katika klabu ya Dortmund, baadaye tena akarejea Uingereza kwenda kutumika Aston Villa, lakini kwa sasa tena Borussia Dortmund wanaendelea kuona kama wanaweza wakafanikiwa kumshawishi ili waweze kuinasa saini yake. Kwingineko, kiungo wakati wa Senegal Lamine Camara analengwa na Newcastle United, na mchezaji huo mwenye umri wa miaka 22 anaweza kuondoka Monaco na kujiunga na Newcastle kama deal la Sandro Tonali litaweza kufanikiwa la kujiunga na Manchester United. Hivyo klabu ile ya Newcastle atamtazamia Camara kama mbadala wa Sandro Tonali. Wenzetu Ulaya wao mambo yao yanayapeleka professional zaidi. Kabla mchezaji hajaondoka tayari wanaangalia mbadala ambaye anaweza akafidia gepo lake. Twende kule Chelsea. Klabu ya Chelsea na Tottenham wanamwinda mshambuliaji wa Hoffen mwenye umri wa miaka 23 Kosovo Phoenix Aslani, ambaye amekuwa ni mchezaji mzuri sana na amefanya vizuri kwenye ile ligi ya kule kwao msimu huu, na ndio maana klabu ya Chelsea na Tottenham wote wawili wanamuinda, japo klabu ya Chelsea ni ambayo wanapewa kipaumbele zaidi cha kumnasa mchezaji huyo. Tumalizie na kule West Ham, wanapanga mazungumzo na Chelsea ili kubadilisha usajili wa mkopo wa beki wa Ufaransa Alex Disasi mwenye umri wa miaka 28 kuwa uhamisho wa kudumu. Hiyo ni baada ya Disasi tangu ajiunge na West Ham kwa mkopo amehusika kwenye clearance nyingi sana na kuwasaidia katika kulinda ule lango la West Ham. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo. Karibu tena, tutaendelea nazo wakati mwingine. Karibu subscribe channel yetu. Bye bye.